Trump asema makubaliano ya usitishwaji vita kati ya Israel na Iran yanaendelea kutekelezwa, lakini hali ni tofauti katika mataifa hayo. Mahasimu hao wawili bado wanaendelea kushambuliana. Kwingineko, viongozi wa NATO na Ulaya watoa wito wa ushirikiano wa kina wa kiulinzi ili kukabiliana na vitisho vya kimataifa, na nitakueleza ni kwa nini walimu katika maeneo ya Rushuru, Masisi na Nyiragongo nchini Kongo hawajalipwa mishahara kwa miezi kadhaa. Haya, tuanze moja kwa moja na taarifa yetu hiyo tuliyoipa kipaumbele hii leo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya kusimamisha vita kati ya Israel na Iran yanaendelea kutekelezwa licha nchi hizo kukiuka masharti ya kusitisha mapigano na kushambuliana muda mfupi tu baada ya kuanza makubaliano hayo. Wakati huo huo, wa Iran na Waisraeli wamefurahia hatua hiyo ya kusitisha vita kati ya nchi hizo mbili. Zainab Aziz na taarifa zaidi. Trump alitoa maoni yake kwa waandishi wa habari kabla ya kuondoka kuelekea kwenye mkutano wa kilele wa jumuiya ya NATO huko The Hague. Alisema amesikitishwa na nchi hizo kuendelea kushambuliana. Wamekiuka makubaliano ya kusimamisha vita. Israel pia imekiuka. Tulipokubaliana kuhusu mpango huo, Israel imetoka na kudondosha shehena ya mabomu ambayo sijawahi kuyaona. Sina furaha na Israel. Unajua, ninaposema sasa mna saa 12 za kusimamisha vita, sio sawa utoke na kuwadondoshea wenzenu makombora kwenye muda wa mwanzoni tu wa makubaliano. Sina furaha na Iran pia. Hata hivyo, baada ya kuzilaumu nchi hizo, rais wa Marekani amesema makubaliano ya kusimamisha vita yanaendelea kutekelezwa. Israeli imesema inajiepusha na mashambulizi zaidi dhidi ya Iran baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuzungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Wakati hayo yakiendelea, wa Iran na Waisraeli wanasherehekea amani iliyorejea kwenye maeneo yao hii leo Jumanne, licha ya ripoti kutoka pande zote mbili za ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema aliliamuru jeshi kufanya mashambulizi mapya kujibu hatua ya Iran ya ukiukaji wa wazi. Iran kwa upande wake imekanusha kuishambulia Israel kwa makombora na imesema mashambulizi ya Israel yaliendelea kwa saa 1.5 zaidi baada ya muda uliokusudiwa wa kuanza usitishaji wa mapigano. Hata hivyo, katika nchi zote mbili za Iran na Israel inaonekana hisia ya uwepo wa unafuu kwamba makubaliano ya kusimamisha vita yamefikiwa, siku 12 baada ya Israel kufanya mashambulio ya kushtukiza dhidi ya Iran, na siku chache kadhaa baadaye Marekani ikaiunga mkono kwa kuishambulia Iran. Waisraeli waliokwama nje ya nchi wakati wa mzozo wa nchi yao na Iran wametua katika uwanja wa ndege wa Tel Aviv leo hii Jumanne baada ya mahasimu hao kukubali kusimamisha mapigano. Takriban Waisraeli 1.5 hawakuweza kurejea nchini kwa ndege tangu Juni 13 wakati Israel ilipofunga anga yake na safari za ndege zilisitishwa baada ya Israel kuishambulia Iran. Huko nchini Iran, walinzi wa mapinduzi wamesema wamemkamata raia mmoja wa Ulaya anayetuhumiwa kufanya ujasusi kwenye maeneo nyeti ya kijeshi katika eneo la kusini mwa nchi hiyo katika mkoa wa Hormozgan. Mtu huyo amebainika kuwa aliingia Iran kama mtalii. Nam, ni taarifa yake Zainab Aziz kuhusu mgogoro huo unaoendelea kati ya Israel na Iran. Tukisonga mbele, viongozi wa jumuiya ya kujihami ya NATO na Umoja wa Ulaya wametoa wito wa kuwepo ushirikiano wa kina wa kiulinzi na kuongeza uwekezaji ili kukabiliana na vitisho vya kimataifa, huku ukidhamiria kujimarisha kijeshi kukabiliana na hujuma zozote kutoka kwa Urusi kwa kuongeza bajeti yake ya ulinzi. Mengi zaidi anaarifu Bruce Amani. Akizungumza leo katika kongamano la sekta ya ulinzi ya NATO linalofanyika kabla ya mkutano wa kilele wa siku 2 wa NATO mjini The Hague, Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesisitiza umuhimu wa kuwepo uhusiano thabiti kati ya NATO na Marekani na sekta ya ulinzi imara ili kudumisha amani. Amesema NATO inapaswa kuchukua hatua zaidi kuimarisha bajeti yake ya ulinzi na haipaswi kukubali kushindwa na Urusi.
So we need to bring down barriers and encourage. Hivyo tunahitaji kuondoa vizuizi na kuhimiza ushirikiano wa kweli wa kiulinzi kati ya Marekani na Ulaya. Ni Ulaya na Amerika Kaskazini pekee ndizo zinaweza kuinuka na kukabiliana na changamoto hiyo. Kuna msemo wa Kirumi unasema, kama unahitaji amani, jiandae kwa vita. Ni jambo rahisi. Imarisha ulinzi wako hadi asiwepo mtu anayeweza kuthubutu kukushambulia. So strong that no one dares to attack you. Katibu huyo mkuu wa muungano huo wa kijeshi amebainisha kuwa viongozi wa NATO wanakaribia kuchukua hatua ya kihistoria kutoa rasilimali zinazohitajika kwa ulinzi imara. Amemhakikishia Rais Zelensky kuwa anaweza kutegemea kuendelea kuungwa mkono na washirika kwa ajili ya ulinzi wake dhidi ya Urusi. Kwa upande wake, rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amepongeza kile alichokiita ahadi ya kihistoria ya matumizi ya NATO, akisema sekta ya ulinzi ya Ulaya hatimaye imeamka. Kesho mkutano wa kilele utaweka malengo mapya ya kihistoria ya matumizi kwa washirika wa NATO. Lakini jinsi tunavyowekeza ni muhimu sawa na kiasi tunachowekeza. Von der Leyen amesema katika miezi ya karibuni Ulaya imechukua hatua ambayo ilionekana kutofikirika mwaka mmoja uliopita. Katika hatua nyingine, Rais Zelensky amewatolea wito washirika wake wa NATO kuongeza uwekezaji katika uzalishaji wa silaha kwa Ukraine na kudhibiti vifaa kutoka nje vinavyotumiwa na Urusi katika kutengeneza silaha zake. Zelensky amesema wanapaswa kuhakikisha kwamba uwezo wao wa ulinzi na uwezo wa washirika wake unafanya kazi kwa ajili ya amani yao na sio kwa ajili ya wazimu wa Urusi. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda atakutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pembezoni mwa mkutano wa kilele wa NATO. Akizungumza kwenye ndege yake Air Force One, Trump amesema Zelensky yuko katika wakati mgumu ambao hakupaswa kuupitia. Hayo hasimu yamekubaliana kufikia hatua ya kusitisha mapigano. Bado vita vinashuhudiwa katika mataifa hayo mawili. Huko Gaza, watu zaidi ya 20 wameuawa baada ya jeshi la Israel kufanya mashambulizi yake huko. Na kando na hayo, mkutano wa kilele wa jumuiya kujihami ya nchi za Magharibi NATO unafungua pazia nchini Uholanzi. Tuanzie moja kwa moja na taarifa yetu kuu. Kama nilivyokuarifu, makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran yameanza kutekelezwa mapema hii leo Jumanne, huku nchi hizo mbili zikithibitisha tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kuhusu hatua hiyo ya kusimamisha mapigano. Hata hivyo, uimara wa makubaliano hayo unalegalega kutokana na ripoti kuhusu kutokea mashambulizi mapya. Zainab Aziz na taarifa zaidi. Muda mfupi baada ya tangazo la Trump, Israeli ilisema imefikia malengo yake na ikathibitisha kusitisha mashambulizi, hatua iliyotafsiriwa kama mwisho wa vita vya siku 12 kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alichapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X akikanusha kuwepo kwa makubaliano yoyote ya kusitisha mashambulizi. Alisema kuwa Iran haina nia ya kuendeleza mashambulizi, lakini bado haijakubali rasmi kusitisha mapigano. Muda mfupi baadaye, jeshi la ulinzi la Israel IDF liliripoti mashambulizi mapya yaliyotokea kutoka upande wa Iran. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema Iran imekiuka usitishaji wa mapigano kwa kurusha makombora. Hata hivyo, Iran imekanusha habari kwamba imefanya mashambulizi yoyote ya makombora kuelekea Israel baada ya nchi hizo mbili kukubali kusitisha mapigano. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti vikinukuu tamko hilo la serikali. Mataifa ulimwenguni yamepongeza hatua ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz leo hii amezitolea mwito nchi hizo mbili kutii tangazo la rais wa Marekani Donald Trump la kusitisha vita. Qatar imeitaka Iran ijiepushe na hatua za kuongeza mivutano na badala yake irudi kwenye meza ya mazungumzo ya kidiplomasia. China imezitaka Iran na Israel kutafuta suluhisho la kisiasa kwa mzozo kati yao. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Guo Jiakun, amesema
China inatoa wito kwa pande husika kurejea haraka kwenye njia sahihi itakayofanikisha kupatikana suluhisho la kisiasa. China iko tayari kufanya kazi pamoja na jumuiya ya kimataifa katika kuchangia juhudi za kudumisha amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema nchi yake inaunga mkono makubaliano hayo ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran, lakini pia ameelezea wasiwasi wake iwapo yatadumu. Mkuu wa shirika la uangalizi wa nyuklia la Umoja wa Mataifa IAEA Rafael Grossi amesema amependekeza mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na ameihimiza Iran kutoa ushirikiano kwa lengo la kuleta suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo wa muda mrefu. Tukisonga mbele, mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami ya nchi za Magharibi NATO unafungua pazia nchini Uholanzi, huku ajenda kuu ikiwa ni nyongeza ya matumizi ya bajeti za ulinzi kufuatia shinikizo la Marekani. Mkutano huo unafanyika chini ya kiwingu cha mapigano makali yaliyoshuhudiwa kwa siku 12 kati ya Israel na Iran pamoja na vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Rashid Chilumba na taarifa zaidi. Viongozi wa nchi 32 wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO wanaendelea kuwasili mjini The Hague, Uholanzi kwa mkutano huu wa kilele wa siku 2 utakaoanza leo na kuhitimishwa kesho Jumatano. Washirika hao wa mfungamano huu mkubwa wa kijeshi wa mataifa magharibi ulioundwa mwaka 1949 kwa jukumu la ulinzi wa pamoja wanatazamiwa kuafikiana kuhusu lengo jipya la matumizi ya sekta ulinzi baada ya shinikizo kutoka Marekani. Kwa miaka kadhaa sasa, nchi wanachama wa jumuiya hiyo zilitakiwa kutumia 2% ya pato jumla la taifa kwenye sekta ya ulinzi. Lakini miezi michache iliyopita, Marekani ambayo kimsingi ndiyo kiongozi wa NATO ilitoa shinikizo la kiwango hicho kupandishwa hadi 5%. Taarifa zinasema mwafaka umepatikana na ahadi ya kupandisha kiwango hicho cha matumizi inatarajiwa kutolewa kwa pamoja na wanachama karibu wote kwenye mkutano wa The Hague. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ameisifu hatua hiyo inayoelekea kufikiwa na nchi wanachama. Mpango wa kuwekeza katika ulinzi ambao washirika watakubaliana mjini The Hague unaanzisha kima cha chini cha 5% cha pato ghafi la taifa kutumika katika ulinzi. Hii ni hatua kubwa sana iliyojaa dhamira, ni ya kihistoria na muhimu kwa hatima yetu. Hata hivyo, Hispania kupitia waziri wake mkuu Pedro Sanchez imetangaza haitoridhia uamuzi huo, hatua inayotarajiwa kuzusha mvutano kati ya nchi hiyo na Marekani. Ijumaa iliyopita, Rais Donald Trump alisema Uhispania ni sharti ilipe kiwango sawa na kinacholipwa na wanachama wengine, akiituhumu nchi hiyo kwa miongoni mwa zile zinazotoa mchango mdogo wa kila mwaka kwenye sekta ya ulinzi. Maafisa wa NATO wakiongozwa na katibu mkuu wake Mark Rutte wanasema nyongeza ya matumizi inahitajika kukabiliana na kitisho cha usalama kinachotanuka kutoka Urusi, lakini pia ni kwa dhamira ya kuifanya Ulaya kubeba jukumu kubwa zaidi kwa ulinzi wake yenyewe katika wakati Marekani inaelekeza nguvu kuikabili China. Katika miaka mitatu iliyopita, mikutano yote ya NATO ilitawaliwa na ajenda ya vita vya Urusi na Ukraine, lakini mara hii makabiliano makali kati ya Israeli na Iran na tangazo la ghafla lililotolewa jana usiku na Rais Trump la usitishaji mapigano vita tawala mjadala. Katibu mkuu wa NATO amesema pamoja na mzozo wa Mashariki ya Kati, hatma ya Ukraine bado imebakia kuwa swala la kipaumbele kwa jumuiya hiyo. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amealikwa kuhudhuria mkutano wa The Hague na amepangiwa kuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na Rais Trump kesho Jumatano. Watajadiliana kuhusu nyongeza msaada wa ulinzi na kukusanya nguvu za kifedha kuinunulia silaha zaidi Ukraine. Moscow kwa upande wake imeishambulia jumuiya ya NATO ikiituhumu kuchochea uhasama na kuvuka mipaka yake ya jadi ikijaribu kutafuta ushawishi nje ya Ulaya. Hayo yamesemwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov. Mwana diplomasia huyo amesema hivi sasa jumuiya hiyo inatanua mbawa zake hadi Mashariki ya Kati, kanda ya Asia ya Kati, eneo la Arctic pamoja na Asia na Pacific. Asante Rashid Chilumba. Zaidi ya watu 20 wameuawa baada ya jeshi la Israel kufanya mashambulizi dhidi ya mamia ya watu waliokuwa wakisubiri malori ya misaada katika ukanda wa Gaza. Hayo yanajiri wakati Umoja wa Mataifa ukiilani hatua ya Israel ya kutumia chakula kama silaha dhidi ya wakazi wa ukanda huo. Angela Mdungu na taarifa zaidi.
Mamlaka za ukanda wa Gaza zimearifu kuwa watu zaidi ya 20 waliokuwa katikati mwa ukanda huo wameuawa katika tukio la mapema Jumanne. Msemaji wa idara ya ulinzi wa raia Mahmoud Basal amesema watu wengine 150 wamejeruhiwa. Mmoja wa Wapalestina waliokuwa wakisubiri misaada aliyejitambulisha kwa jina moja la Maha amesema, nilikuja hapa kwa kuwa walisema kutakuwa na malori ya misaada hii leo. Kama unavyoona, sikuja peke yangu, nilikuja na watu wengine wote. Ninataka nikuambie, idadi ya wanawake hapa ni kubwa kuliko wanaume. Kwa nini wamekuja? Wamekuja tu kupata chochote kwa ajili ya kuwalisha watoto wao. Hakuna kingine cha ziada. Maelfu ya Wapalestina wamekuwa wakikusanyika kila siku kukiwa na matumaini ya kupata chakula baada ya vita vya zaidi ya miezi 20, lakini wamekuwa wakilengwa na mashambulizi ya Israel. Kutokana na hali mbaya ya upatikanaji wa chakula kwenye ukanda huo, Umoja wa Mataifa umeikosoa vikali Israel kwa kuitumia njaa kama silaha na kwamba huo ni uhalifu wa kivita. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imelitaka jeshi la Israel liache kuwafyatulia risasi watu wanaojaribu kupata chakula. Taasisi ya kutoa misaada inayoungwa mkono na Marekani na Israel, Gaza Humanitarian Food Foundation, ilianza kugawa chakula katika ukanda huo Mei 26 baada ya Israel kuzuia kabisa usambazaji wa chakula katika eneo hilo kwa zaidi ya miezi miwili na kuibua tahadhari ya njaa kali. Mashirika makubwa ya Umoja wa Mataifa yamekataa kushirikiana na taasisi hiyo kutokana na wasiwasi kuwa imeundwa kwa maslahi ya jeshi la Israel. Katika hatua nyingine, kiongozi wa upinzani nchini Israel Yair Lapid ametoa wito wa kusitishwa kwa vita kati ya jeshi la nchi yake na wanamgambo wa kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza. Ameyasema hayo kupitia ukurasa wake wa X muda mfupi baada ya Israel kutangaza kuwa imekubali kusitisha vita na Iran. Hayo yanaendelea wakati ndugu wa mateka waliosalia Gaza wakishinikiza pia serikali yao iingie katika mazungumzo ya haraka yatakayowarejesha nyumbani jamaa zao na kumaliza vita.